Unajua wengi waga wanadhani kuna ile tu upungufu wa kinga mwilini alafu tukaishi hapo, lakini pia kuna upungufu wa kinga rohoni. Sasa hii naomba tuiite ukiro, na dalili zake ndio yule mtu ambaye unakuta jambo dogo limemkatisha tamaa, maneno kidogo yamemkatisha tamaa, hali fulani kidogo imemkatisha tamaa, hana tena mood ya kuendelea mbele. Hiyo ni dalili ya mtu ambaye ukiro unamnyemelea, ana upungufu wa kinga rohoni. Unawezaje kupata kinga za rohoni? Mtu wa Mungu, kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, mtu wa Mungu, kuwa mtu wa ibada, mtu wa Mungu, mpende Mungu. Umekutana na kitu fulani, mimi najiua. Umekutana na kitu fulani, staki, unasusa. Hiyo ni dalili ya mtu ambaye anaumwa ugonjwa wa kiroho unaoitwa ukiro. Sasa ukiwa kama mtu wa Mungu utaki kuumwa ukiro, utaki kuumwa ugonjwa wa upungufu wa kinga za roho, kwa sababu hii dunia ambayo tunaishi ina a lot of things ambazo zitakukatisha tamaa. Na ukiruhusu kuumwa ukiro, kila mtu atakachokuwa anakwambia kitakuwa kikiingia ndani ya roho yako, unaanguka. Kikiingia ndani ya roho yako, unakata tamaa. Why? Upungufu wa kinga rohoni. Na huo upungufu wa kinga rohoni uko hivi: ni yule mtu ambaye hana neno la Mungu, ni yule mtu ambaye hana maombi. Hakuna kinga ambayo inalinda roho yake, so roho yake imepungukiwa kinga. Mtu wa Mungu, jitahidi sana kusoma neno la Mungu. Mtu wa Mungu, jitahidi sana kufanya maombi. Hivi vitu waga vinajaza nguvu katika roho, nao vinatengeneza kinga katika roho yako. Usiruhusu mtu akaja kukuambukiza ukiro, upungufu wa kinga rohoni. Usiruhusu. Ruhusu Roho Mtakatifu ajaze nguvu na kinga za kiroho katika roho yako.